Kwa ila maji ya mvua jengine nalo ni jambo la kuliangalia. Na hapa nataka nipongeze. Kuna kipindi nilizunguka kwa wazalishaji wa sukari nchini. Wakati wananitembeza kwenye mashamba yao, nikakuta wametengeneza mabwawa haya. Wamekusanya maji ya kutosha. Kwa hiyo wana irrigate kwa kutumia maji ya mvua ambayo wameyakusanya. Kwa hiyo ni mfano mzuri na wakulima wengi wanafanya hivyo. Naomba lisimamiwe, tuvune maji ya mvua yatusaidie. Yale maji tunayotafuta kwa gharama kubwa tutumie kwa mambo mengine, lakini kwenye kilimo na mambo mengine, unyoshaji wa nyama, maji ya mvua yatusaidie kufanya hiyo kazi. Swala jingine ninalotaka kulisisitiza hapa na kulitolea agizo, sio tu kulisisitiza. Tunapozungumza usalama na uhakika wa maji, lazima tuwe na gridi ya maji ya taifa. Gridi ya maji ya taifa. Kama tunavyokuwa na gridi ya maji gridi ya taifa ya umeme, ambao umeme tunaouzalisha huko unakusanywa na halafu unagaiwa kwenye pembe tofauti maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kwa lazima tuwe na gridi ya maji ya taifa. Kama maji yatatoka Victoria, yatatoka Nyasa, yatatoka wapi, lazima tuwe na centers ambao maji yale yanakusanywa na mgao wake unatambulika kiteknolojia. Hapo tutakuwa salama, maji yetu tutayalinda vizuri na tutakuwa tuna uhakika wa kupata maji. Mungu ametupa maziwa yale, sio tu tupitishe meli na maboti tukavue tukafanyeje. Lakini haya pia ni matumizi mazuri ya rasilimali aliyotupa Mungu. Gridi ya maji ya taifa. Kitila, kwenye vision yako, gridi ya maji ya taifa. Inaweza isimalizike ifikapo 2030, lakini kwa kuwa kazi kubwa tumeshaifanya, kinachofuata sasa ni kutoa connection kwa zone ya kaskazini, wapi kutakuwa center. Kanda za juu kusini, wapi center. Katikati Dodoma, sijui Singida, Iringa, wapi center. Na zile center zitakuwa zina connection zake huko njiani huko. Na tutakapofanya gridi ya taifa, huku ya kifeli, ukame umepiga upande mmoja, upande mwingine kuna maji yanatumika kwa nchi nzima. Tutakuwa salama na tutakuwa tuna uendelevu wa huduma. Kwa hilo ni agizo langu, naweza nitoke sijalimaliza kulitekeleza, lakini nilikianza, anayekuja atamaliza. Hata mimi nimemaliza miradi ya nyuma chungu mzima, ndio nimemaliza sasa hivi. Kwa hiyo vizuri kuanza kuonesha njia na wengine waje wamalizie. Ndugu zangu, kwa ujumla niseme kwamba swala la maji linamgusa kila mwananchi na kila mmoja na wajibu wake. Kwanza, kulinda vyanzo vya maji; pili, kulinda miundombinu inayotupa maji, lakini na miundombinu ya umwagiliaji maji. Sababu tukiharibu miundombinu ya kumwagilia maji, tunakwenda kufuta ile kijani kwenye bendera yetu. Lakini pia kila mmoja wetu awe makini kwenye matumizi ya maji. Umakini kwenye matumizi ya maji na kulipa jinsi unavyoyatumia maji. Kuna watu wanajitajirisha huko, anapiga matofali, sijui anafanyaje, anayatumia maji kwa kilimo ana nini, lakini kulipa maji hataki. Kulipa maji hataki. Na tusipolipa maji, tukawapa nguvu wizara na taasisi zetu zile za kina Ruwasa na wengine, taasisi zetu za maji za kimikoa zile